Mradi wa Foluu unajulikana sana, ni mradi wa uendelezaji wa mfumo wa chakula, matumizi bora ardhi na maji, pamoja na urejeshaji wa misitu au uoto wa asili, au Foluu kwa jina la Kiingereza. Ndio maana inaitwa Foluu, ni Food System Land Use and Restoration. Maana hiyo ndo maana yake. Mradi ni wa usimamizi jumuishi wa sekta nyingi, ndio maana uko hapa mambo mengi. Mradi unajumuisha mambo ya kilimo sana, tumejikita katika kilimo cha mpunga, na mnaelewa na jamii wengine mmo katika vile vikundi vya mpunga, lakini pia tupo katika kurejesha matumizi bora ardhi na maji, kwa sababu hatuwezi tu tukasema tuna hifadhi misitu, mradi wa kuhifadhi mazingira, lakini sasa hatuwezi kuhifadhi mazingira kama tuna njaa, kama hatuna kitu cha kufanya. Kwa hiyo tunasema sasa siku zote tulikuwa tunafanya kazi kila mmoja kivyake, msitu wanafanya wake, kilimo chake, watu wa ardhi wanafanya mipango yao mbali, watu wa maji. Ndio maana tukaona mambo mengine lazima huu mradi ukasema tuwe tuna usimamizi jumuishi wa pamoja. Huu mradi mheshimiwa umefadhiliwa na mfuko wa mazingira wa dunia. Tunajua tumeanza 2024 kwa muda wa miaka 5, lakini mradi huu sana uko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii Tanzania Bara, na sisi kwetu Wizara ya Kilimo tuko hapa, na huu mradi wenyewe wanasema unaendeshwa katika mandhari mbili au kongani, wenyewe wanasema watu wa mainland mbili tu. Kule kwa wenzetu ni Ifakara kule Mlimba Tanzania Bara, lakini hapa kwetu tumepata fursa hii, tumebahatika kaskazini tu Unguja huu mradi unatekelezwa. Lakini Mheshimiwa Waziri, kupitia wizara yako sasa tuna miradi ya kilimo ambayo imeanza kuwekezwa ama inaendelea kuwekezwa katika mkoa wetu huu. Tuna mradi wa uhimilivu wa chakula ambao unaendelea kwenye utekelezaji ndani ya mkoa wetu, lakini pia tuna mradi huu wa Foluu ambao sasa unazidi kuimarisha miundombinu na masuala ya uelewa kwa jamii, yakiwemo masuala haya ya uwezeshaji wa vikundi vya wajasiriamali. Mheshimiwa, haya ni miongoni mwa utekelezaji wa mipango yetu ya nchi, lakini pia mipango yetu ya mikoa. Sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Unguja, nichukue nafasi hii kwa namna ya pekee Mheshimiwa Waziri kukushukuru na timu yako, lakini kupitia wawezeshaji ama mradi wetu wa Foluu kuweza kutoa kipaumbele kwa wananchi wetu katika kutoa misaada ama kutoa hivi vifaa vya ufugaji wa nyuki, ikiwa ni sehemu kubwa ya kutekeleza initiative ya nchi yetu ya kuhifadhi maliasili misitu, hususan mikoko yetu inayoharibiwa kila kukicha. Kwa hiyo kazi mnayokwenda kuifanya, mnakwenda kufanya kazi kubwa, si hapa duniani tu, lakini mnaacha alama kubwa hata mkiondoka katika mgongo huu wa ardhi. Nimepewa taarifa kwamba mmeweza kuuza takriban miche 8,600 kutoka kwenye kitalu chenu, lakini target yenu ni kuzalisha miche 30,000. Wizara ya Kilimo itasimama nanyi kuhakikisha kwamba mnaifikia target yenu. Lakini pia Wizara ya Kilimo kupitia mkurugenzi wa misitu, naomba nimuagize hapa, miche tutakayoihitaji katika wilaya hii ya Kaskazini hawa wawe wa mwanzo kuinunua. Na mtakumbuka pia kwamba nyinyi mmeitikia kwa vitendo ile kauli mbiu yetu ambayo tumekuja nayo mwaka huu katika 88, wanawake na vijana ndio chachu ya maendeleo katika sekta ya kilimo. Kikundi hiki nimekiona asilimia kubwa ni wanawake, ni asilimia chache tu kina baba. Takwimu zinaonyesha kwamba wanawake duniani ni wengi mara 2 zaidi kuliko kina baba. Kwa hiyo wazee wangu, nilitaka tu nikutieni moyo kwenye hili ambalo mnakwenda kulifanya na mmeendelea kulifanya. Wizara iko pamoja nanyi kuhakikisha kwamba mnafikia target yenu. Lakini toa wito, hawa wameomba mizinga 50, wanapewa 30, si ndio? Nimuombe au nimuelekeze mkurugenzi wa idara ya misitu pamoja na mratibu wa Foluu, hiyo 20 tuitafute tuwaletee. Hiyo 20 tukaitafute kwa namna yoyote, lakini tuwaletee watimize ndoto yao. Tunahitaji kuona hichi kikundi kinakuwa, kinaimarika na kinafaidisha wao wenyewe,
lakini na jamii inayozunguka katika eneo lao. Mambo yote ambayo wanakwenda kuyafanya yanatija. Ufugaji wa nyuki sasa hivi unatija kubwa. Tutaanza na mizinga 50. Kadiri mtakavyoimarisha KOFMA yenu, ndio wizara itakaposimama nanyi kuongeza zaidi. Msisahau pia kuwatafutia utaratibu wa ufugaji wa nyuki wadogo, wale ambao hawaumi, waweze kufuga katika maeneo ambayo watayapata, ili kwa sababu ile asali lita moja inauzwa 100,000, tofauti na hii ambayo tunayo. Kwa hiyo na hili pia mkurugenzi pamoja na mratibu tuangalie namna gani ya kusaidia hichi kikundi. Sawa, KOFMA ambayo mnakwenda kuimarisha, nitoe wito, lazima muisimamie. Muisimamie iweze kukua. Sasa hivi tunaanza na KOFMA. Itakapoimarika tutaitangaza kuwa msitu wa jamii. Tukisha kuutangaza sasa, tutautangaza kuwa ni miongoni mwa kivutio cha utalii, ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Sasa hivi utalii huko baharini unaanza kupungua kwa sababu eneo hakuna. Utalii unakuja juu. Utalii ule ambao unaangalia bioanuai, biodiversity na vitu vingine. Utalii wa juu ambapo misitu yetu yote sasa hivi imekuwa engaged kwenye utalii. Ni imani yangu kwamba mtaimarisha msitu huo, utakuwa, ili nao uweze kutumika zaidi kwenye kilimo, zaidi kwenye biashara.